Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha, na somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema kufikiri kupita kiasi ni muuaji wa maisha yako. Ni mimi Mwalimu Peter nakukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Kufikiri kupita kiasi ni adui wa amani yako, ni adui wa ujasiri na ni adui wa uamuzi sahihi kwenye maisha. Watu wengi wamepoteza dira ya maisha kwa sababu ya mizigo ya mawazo wanayobeba mioyoni mwao. Ukweli ni kwamba si kila kitu kinachokuumiza kinahitaji suluhisho. Baadhi vinahitaji kuachwa. Kufikiri kupita kiasi ni muuaji wa maisha yako. Kufikiri kupita kiasi hakutatui matatizo, bali kunaongeza matatizo. Maisha hayahitaji akili nzito, yanahitaji moyo wa utulivu na maamuzi sahihi. Sasa hebu tuangalie sehemu ya kwanza ambayo itatupa kwa sehemu mambo ya kuzingatia ambayo yatatusaidia tusifikiri kupita kiasi. Chanzo kikubwa cha kufikiri kupita kiasi ni pale mtu anapotumia nguvu nyingi kufikiria mambo yaliyo nje ya uwezo wake. Unajiuliza, nitakuwaje kesho? Itakuwaje kama ikishindikana? Watanifikiriaje? Na kadhalika na kadhalika. Ukweli uko hivi, kuna mambo yako chini ya uwezo wako na mengine hayako chini ya uwezo wako. Hekima ya maisha iko hivi: shughulika na unachoweza kukifanyia kazi leo na uache iliyobaki kwa Mungu. Biblia inatukumbusha katika ile Mathayo 6:34 inasema hivi, msijisumbue kwa kesho, maana kesho itajisumbua yenyewe. Unapofikiria sana juu ya usichoweza kubadilisha, unajiua taratibu. Sehemu ya pili, fanya maisha kuwa mepesi. Maisha hayakukusudiwa yawe magumu kichwani. Maisha yalikusudiwa tuishi kwa imani na kwa wepesi. Akili inapolazimishwa kuona kila kitu kuwa kigumu, hofu huongezeka, maamuzi yanakuwa mazito, hatua husimama. Lakini pale akili inapofundishwa kuona hatua moja kwa wakati, siku moja kwa siku, jukumu moja kwa wakati, maisha yanakuwa rahisi. Njia inakuwa ni ya uhakika. Kadri akili yako inavyoona urahisi, ndivyo safari yako inavyokuwa na mwelekeo. Kwa hiyo hakikisha unafanya vitu kuwa rahisi, na hapo ndipo utakapofanikiwa katika kila hatua ya maisha yako. Sehemu ya tatu, ondoa mzigo usio wako. Kufikiri kupita kiasi mara nyingi ni ishara ya mtu anayejaribu kudhibiti kila kitu. Lakini Biblia inasema hivi, mtegemee Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Hii inapatikana katika Mithali 3:5. Kuna mizigo sio ya kwako.
haikukusudiwa wewe uibebe. Achana nayo. Amani huanza pale unapokubali kusema hili siliwezi, lakini Mungu anaweza. Ukisoma ile waraka wa kwanza wa Petro 5:7, Biblia anasema hivi, mtwikeni yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye anajishughulisha sana na mambo yenu. Mungu akubariki sana. Bila shaka kuna jambo umejifunza kwamba kufikiri kupita kiasi ni jambo la hatari sana kwenye maisha yako, na namna ya kuepuka ni kubadilika, kukubali kwamba kufikiri kupita kiasi kunaua au kunaharibu maisha yako mwenyewe. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.